Mambo vipi wapenzi watazamaji wa Kilindoni Media? So tuko maeneo ya Kongowe Mzinga na tupo na shabiki yule si mwingine ni Chamunda. Bwana mambo vipi? Bwana niko poa, niambie Mula mwenyewe. Fresh. Hesabu ya jana imeshatamatika kwenye mchezo wa mashabiki wa baina ya Simba pamoja na Yanga, na mchezo haukwisha lakini mmetoka ndoki. Swali gumu sana hilo kwa sababu huo mchezo najua ulikuwa mchezo wa hisani. Na wale ambao walikwenda kwenye hisani walikwenda kwenye hisani, sisi ambao tulipata nafasi ya kwenda kwenye hisani hatukwenda kwenye hisani, kwa sababu mwisho wa siku ulikuwa mchezo wa kuburudika kwa hao ambao waliopanga ule mchezo kama kufanya furaha. Swala la kutokusha mchezo nadhani huo kinyewe ndiko ambacho walichokipanga, walichokichagua. Nadhani hakuna mchezo ambao una makubaliano. Sijajua walikubaliana nini katika huo mchezo, maana nimesikia malalamiko mengi kwa baadhi ambao walikuwa karibu na ule mchezo kwamba walikubaliana wacheze mashabiki maarufu na wale ambao wanajua Simba maarufu. Sasa sijajua mashabiki maarufu hapa ilikuwa inamaanisha kwamba yule ambaye anaojiwa sana yule shabiki wa Yanga au mwanachama wa Yanga. Na inaonekana Simba akaacha kuchezesha mashabiki hao maarufu akachukua mashabiki wa Simba. Je, walikubaliana kwamba shabiki wa Simba ambaye anajua kabisa kwamba huyu sio maarufu asicheze? Ndio maana kuambia ni historia ndefu, na hiyo ukweli kuzungumza kwake inakuwa ngumu kidogo kwa sababu sikujua makubaliano yao yalikuwa ni nini. Makubaliano yalikuwa wacheze mashabiki maarufu ambao wanafahamika hata kwa sura tu na kwa macho kwamba huyu ni maarufu, mtu yoyote anamfahamu. Mfano Mikoi Kisugu, Pasi Milioni, akina Nasolo Yanga, unaona, akina Mwalimu Yanga, kama alivyofanya Yanga kipindi cha kwanza. Tofauti na Simba ambapo wao waliamua kwenda na wale ambao waliamua sasa hii mechi tuko nayo serious. Sasa unavyosema mashabiki maarufu na watu maarufu, ukinizungumzia kama mimi sio maarufu kwenye Yanga, lakini mimi nina sifa ya kucheza ile mechi kwa sababu ile ni mechi ya mashabiki na sio mashabiki tu ambao wanaweza kujitoa kwa kila kitu ambacho kinachowezekana. Wao wangalisema ile mechi wacheza ma-influencer. Watu tunaangalia kwamba tunatakiwa wacheze influencer wa Yanga na influencer wa Simba. Na ndio walichokuwa wanamaanisha, lakini kwa sababu ukisema shabiki maarufu ndio hapo tunakujua kwa maarufu gani ambao walikuwa wanautaka. Influencer wa Yanga na Simba. Sasa ilikuwaje mpaka mchezo na kwenda kuanza ma-influencer wa Simba hawajacheza na mchezo ulianza? Wakati vionyi Yanga mpo pale pale, ulikuwa pale viongozi wetu ambao kwa sababu ile mchezo. Maana yake ilikuwa nini? Kama mchezo mlikubaliana ucheze ma-influencer Yanga Afrika, leo mpaka mnakubali kwenda kwenye touch line pale kuanzisha mchezo wakati ma-influencer muone. Kwa nini tusigome pale? Kwamba sisi tulichokubaliana sio hiki, kwa nini hawa wacheze? Mimi naenda ngalikuwa bora zaidi, lakini unakuja kusema kwamba baada tushapoteza mchezo, unakuja kusema tukubaliana vile kidogo, na kwangu mimi ndio maana kwamba kuzungumzia sana huu mchezo kwangu mimi sitaji sana, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vipo vya kuvizungumzia na vipo vya kuviacha. Mwisho wa siku ile mchezo nadhani ulikuwa wa hisani. Kama ulikuwa mchezo wa hisani, basi inaonekana kwamba wao walikubaliana tu hisani, yule ambaye anashabikia Yanga hata kama sio maarufu lakini kipaji anacho, basi atwange. Kwa sababu kama mlikubaliana ma-influencer tupu, ma-influencer Simba na Yanga wanajuana pale pale mechi ambapo ilikuwa haijaanza, wangalinganisha kucheza ile mechi. Shida inaonekana ni wazi, nyinyi mlishakubali matokeo tucheze na mliingiza wale ambao, lakini inaonesha ni wazi baada ya kuanza kwenda swala zima la kuanza kufanyika sabu tu, wachezaji wa Simba walikuwa wanaingia ni wazi na ndio kwa wanapigiwa kelele, walikuwa wanaonekana wengine ni wanacheza ligi championship huko. Kwanza usiniambie mimi kutoka katika huo mchezo mimi sikuhusika lolote, yani sijui. Lakini ilofungwa pale ni Yanga. Ukiniuliza mimi maana yake tunakuja pale pale. Pale ametakiwa mashabiki maarufu na ma-influencer. Ukiniambia mimi sikuwepo. Lakini wewe ni maarufu. Katika hayo makubaliano mimi sikuwepo. Mimi sio maarufu Yanga. Mimi ni shabiki wa kawaida, mwanachama kawaida ambaye anapenda klabu yangu, kuhakikisha naisaidia pale ninapoweza kulipa kadi na kuhamasisha ambao wanachama walipe kadi zao. Mimi sio maarufu kwenye Yanga. Kwa watazamaji wako wanakutazama lakini wanaona wewe ni maarufu, maana unatazamwa na watu zaidi ya 2000 mpaka 3000, maana wao YouTube wanakufahamu kama wewe ni maarufu hata kwenye mitandao ya kijamii. Mimi nadhani kwanza nikushukuru kwamba unakuja kuchukua mawazo yangu kwangu ili niwafikishie watu wengine ambao wananifuatilia mimi. Ndio maana nakwambia ule mchezo ulikuwa na makubaliano. Kama ulikuwa na makubaliano, kipindi mechi haijaanza, makubaliano maana yake itakayo yaanze pale, kwa sababu kucheza mpira hata daraja ya kwanza, la pili, la tatu, kila mchezaji anakuja na picha yake pale. Unakwenda kama kapteni au meneja anakwenda kukagua, je, huyu mchezaji ambaye tunakwenda kumtumia kwenye huu mchezo ana vigezo vya kucheza huu mchezo? Na maana kama vigezo vikubwa vilikuwa ni hivyo kwamba ma-influencer wa Yanga na Simba, ma-influencer wanajuana, lakini kama ulikuwa mchezo baina ya mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga, wapo sisi na wanachama hapa wakati wa mzinga wanatwanga kweli bora mpaka DJ la 3 wanaweza kucheza. Lakini kama sio influencer maana yake asingecheza ule mchezo. Unanielewa? Maana yake kitakiwa wakubaliane ma-influencer wa Yanga au shabiki wa Yanga au mwanachama wa Yanga. Kwa sababu shabiki wa Yanga anaweza kama mwanachama, sawa,
mwanachama kwa mfano anaweza kutwanga moja dakika 90 bila kuchoka, hawezi kucheza kwa sababu sio pesa. Ndio maana nasema kikubwa makubaliana nao, mimi siwezi kujua alikubaliana nini. Mzungumzie kidogo refari Tatu Malogo. Kwanza bahati mbaya nicheze kuangalia. Labda nikwambie tu ukweli, mechi mimi sijaangalia. Kwa mtu alinipigia simu, nakumbuka yuko shemeji yangu alinipigia simu, mtu mkubwa sana katika maeneo alikuwepo. Baada ule mchezo ulivunjika akanipigia simu, shemeji, vipi mbona mnavunja mechi? Nikamwambia wapi? Mechi hapa ichezeki, mechi ya mashabiki wao kwa KMC. Nikamwambia hapana, mimi KMC sijakwenda. Kwa sababu mechi ambayo ilipoasisiwa imeshoma Influencer, wao wacheze mechi yao. Sisi tulikuwa tunaangalia tu kitu gani kitatokea, mwisho wa siku mechi haikuisha. Lakini ukiniambia mimi niligomea mechi au sisi tuligomea mechi, nadhani wale ambao waliokuwa pale kwenye mchezo. Sababu hata mashabiki ambao walikuwa juu walikangalia ule mchezo, huwezi kuwalaumu. Mwisho wa siku ilikuwa burudani, kama burudani makubaliano yalikuwa yameenda vibaya. Mimi nadhani makubaliano yalitakiwa kuvunjika kabla mchezo hujaanza. Lakini kilio cha Tatu Malogo umekisikia. Walio kuangalia hiyo mechi ndio anatakiwa mzungumzie Tatu Malogo. Mimi ambaye sikuangalia ule mchezo siwezi kumzungumzia sababu sijajua huo mgogoro ulianzia wapi na nini kilitokea baada ya pale. Je, ilikuwa faulu au sio faulu? Je, ilikuwa penalty au sio penalty? Kwa hiyo siwezi kumzungumzia Tatu Malogo katika kitu ambacho mimi sijakiona. Ningalikiona ningalikwambia Tatu Malogo alikosea au amepatia. Lakini sijaangalia huo mchezo, siwezi kutoa makosa wala sikumpa credit mzuri. AFCON umeiona lakini? AFCON nimeangalia mchezo mmoja jana wa kwanza kabisa, nimeangalia mchezo wa kwanza, mchezo wa Morocco na Komoro. Nimeangalia mchezo katika plani ambazo aliingia nazo Komoro, dakika 45 alifanikiwa, dakika 55 akashindwa kuzuia, akafunga goli la kwanza, dakika 77 akafunga goli la pili, mechi ikaishia pale. Kwa hiyo AFCON nimeangalia mchezo wa kwanza, nimeangalia. In terms of quality umeiona ya kutoka kwa Morocco? Morocco ni timu kubwa, kwa sababu unapozungumzia timu ya kwanza barani Afrika, maana yake ndio timu kubwa Afrika. Na ukiangalia wachezaji hao ambao walikuwa nao, wachezaji kweli wakubwa, wachezaji kutoka Madrid, kutoka wapi, kutoka Barcelona, El Betis, ni timu ambayo ilimeonyesha kwamba ina quality kubwa na wachezaji wakubwa, na bado taifa lao linaweza kucheza mpira kwa mpira wetu wa Afrika. Kuna mechi ambayo inaendelea sasa hivi ya Mali pamoja na Zambia. Mali na Zambia nadhani mchezo ambao utakuwa mzuri kwa sababu ni nchi ambazo hazijaachana sana kwa uwezo, maana yule ambaye atachanga kata zake vizuri atapata matokeo. Mwisho wa siku mashindano ndio yameanza, tutaanza kuangalia timu moja baada ya nyingine kupata nafasi kuangalia nani anacheza vizuri nani anacheza vizuri. Tanzania wanacheza kesho. Tuombe dua tuamke salama kesho, Mwenyezi Mungu atuweke tukaangalie timu yetu. Huku tunaiombea dua kwa sababu ndio nchi yetu. Hata kama timu kwa tunasema haiwezi kufika mbali, lakini ndio nchi yetu. Sababu kwa Tanzania lazima ushangilie timu ya Tanzania. Kwa hiyo tunaiombea dua timu yetu ya wachezaji waamke vizuri, wapambane, tukashinde mchezo, tuanze vizuri katika mashindano. Kuna wachezaji wenu ndani ya Dar es Salaam Africans ambao tunamzungumzia wanaotoka, ukiachana ambao wanatoka taifa la Tanzania, ambao tunamzungumzia Dickson Jobu, Ibrahim Baka, Mohamed Hussein Shabalala pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Lakini sasa hivi Djigui Diarra yuko uwanjani na Prince Dube yupo kwenye mashindano haya. Katika timu zote ambazo timu za taifa ambazo zimefuzu kwenda AFCON na 2025-26, sisi kama Yanga wachezaji wote tunaombea mazuri. Kila mchezaji ambaye yupo katika zile timu ili sisi tujisikie wachezaji wetu wakubwa tumeweza kufanya vizuri. Kwa hiyo chapo ni kuombea dua. Wapambane wakishi kwa wachezaji wakubwa, wapambane mataifa yao, wapambane nchi zao. Sisi Yanga kwetu tunaombea dua waamke vizuri ili watuonyeshe kwamba sisi tunachukua wachezaji wakubwa ambao wanasaidia mchezo wao. Kwa kumalizia, unaambiaje mashabiki wa Dar es Salaam Africans? Hili ndio kubwa ambalo nataka washabiki Yanga sasa hivi tudili nalo. Sisi Yanga sasa hivi tusio watu ambao wa propaganda nyingi. Tudili na kwanza Yanga yetu inataka nini kwa wakati huu. Wakati uliokuwa nao sasa hivi wana Yanga ni mmoja. Tuhakikishe klabu yetu wanachama wanakuwa hai, wanakuwa wanawisha kadi zao. Na mtu tuhakikishe kwanza chama yetu kwanza wanakuwa hai. Na wala sio kwa wanachama tuwashawishi wawe wanachama. Kwa sababu mwisho wa siku klabu yetu bila kufanya hiki ambacho viongozi wetu walikiona kwamba tuingize kwenye mfumo wa wanachama, kama kutegemea kama wanachama tuko hai, sasa tuwezi kuwa bora. Kwa kila mwana Yanga ajue kwamba majukumu yake nini sasa hivi. Kuangalia timu icheze vizuri, lakini wakati timu inacheza vizuri, tunatafuta namna gani timu ya kuisaidia. Kwa hiyo wana Yanga tu washauri yule ambaye alipa kadi yake, basi hakikishe msimu ndio unakwenda kufungwa mwezi wa 12 tarehe 31, kila mwanachama ambaye kwa kadi yake auishe kadi yake awe hai. Hiyo ndio faida ya Yanga. Sio faida ya Yanga kukutana kwenye mabonanza sijui nini. Usha siku bonanza lile ambalo sisi tunaliona kwetu halina amani kalifanya kubwa, hatuna faida kwa sababu tumepigana jana mwisho vyupa vya nini? Vyupa vya nini pale? Maana yake sisi tudili kwanza na shida ambayo sisi kinatuhusu. Yanga Afrika wakati uliokuwa nao kuhakikisha wanachama wanafanyaje? Wanalijua kadi zao. Huu ndio msingi mkubwa wa Yanga na viongozi wa Yanga, ndio kitu ambacho waliwapa La Liga fedha kutuletea mfumo sisi ili wanachama tuingie kwenye ule mfumo tuisaidie klabu yetu. Kwa hiyo kubwa kwa wana Yanga, yule ambaye alipa kadi yake ahakikishe ndani ya msimu 25-26 alipe kadi yake ndio kuisaidia Yanga, sio kelele tu. Leo utakuta maana Yanga anaambia Simba bovu na watukana Simba bovu, si hamuna mfumo. Lakini maana Yanga wewe ukimuuliza, je, wewe una kadi? Kadi yako sasa, hebu tuangalie kwa active hiyo.
Unaona? Hiyo ndio faida ya Yanga. Mwisho wa siku mnachelewa kwenye kusemana, mwisho wa siku malengo ya klabu yanashindwa kutimia. Lazima kisha kila mwana Yanga afanye kile ambacho Yanga wanakihitaji kwa sasa. Viongozi walitumia fedha nyingi kubadilisha mfumo, viongozi waleta watu wa liga kuja kutombasa wanachama tu na mfumo wa kadi hivi. Hilo ndio kubwa kwa upande wangu, kwamba wana Yanga wenzangu tuangalie kile ambacho Yanga Afrika tunakihitaji kwa wakati huu. Yanga Afrika kwa wakati huu inahitaji wanachama wake walipie kadi, wawe active. Na hiyo ndio faida kubwa ya viongozi wa Yanga, ili klabu yetu iwe bora zaidi. Tukisema tuishi kwa sababu Yanga tu, huo mfumo wa Yanga oya ndio viongozi wetu wamekuja kuutoa, tuwe wanachama ambao tunaweza kuisaidia timu yetu japo kwa uchache kile ambacho tulichokuwa nacho. Bwana Mula 28 hapa na sign out. Unapomwona Mula ujue unaiona Mafia.